Bongo One Media. Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo. Tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Siku ya jana tulishuhudia mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo kati ya klabu ya Young African dhidi ya Silver Striker kutoka katika taifa la Malawi. Mchezo uliochezwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Na mchezo huu ulikuwa ni mchezo ambao uliwahitaji Yanga Sports Club waweze kupata ushindi kuanzia uwiano wa mabao mawili kwa sifuri au ushindi mnono ili waweze kutinga hatua makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, huku timu ya Silver Striker wao wakihitajika kupata draw ya aina yoyote au hata wakifungwa wafungwe kwa uwiano wa bao moja, lakini nao wao wamepata bao, mfano 2-1, 3-2, 4-3, 5-4. Yani hata kama wangefungwa kwa uwiano wa bao moja lakini na wao wakiwa wamepata bao, basi wangefuzu kwenda hatua ya makundi au wapate ushindi au waweze kupata draw ya aina yote ile. Lakini klabu ya Yanga Sports Club wakafanikiwa kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Mabao hayo yaliwawezesha klabu ya Yanga kuweza kutinga hatua ya makundi kwenda hatua hiyo kama ambavyo nimekujuza. Na Yanga walihitimisha timu tatu za Tanzania zinazowakilisha timu ya Tanzania kunako michuano ya kimataifa kwenda hatua ya makundi. Na baada ya mechi ya Yanga, usisahau kwamba kulikuwepo na mechi ya Singida dhidi ya Flambeu, na Singida Black Stars na walifanikiwa kupata ushindi wa mabao 3-1 katika mchezo ambao walihitaji ushindi. Yes, Singida walihitaji ushindi, maana draw ya bao moja wangeenda changamoto ya mkojo wa penalty, lakini draw ya zaidi ya bao moja isingeweza kuwawezesha wao kuweza kusogea katika hatua inayofuatia, au wangepata draw ya bila ya kufungana napo pia wangefuzu, lakini wakaja kupata ushindi wa mabao 3-1. Usahau kwamba pia juzi Azam nao walikuwa kiwanjani wakicheza dhidi ya KMKM ya Zanzibar na walipata ushindi wa mabao 7-0 na kufikisha aggregate ya mabao 9, so nao wakawa wamefuzu. So hadi sasa naweza kusema kwamba timu za Tanzania tatu zimefanikiwa kufika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa barani Afrika, na leo inaosubiriwa na klabu ya Simba ambayo itakuwa uwanjani dhidi ya Singizin Hotspurs kutokea Eswatini. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo tunalizungumzia hapa sio ushindi wa timu mbalimbali, ni matokeo ya klabu ya Young African ambao waliyapata dhidi ya Silver Striker. Katika mchezo wa jana ulikuwa na matukio mbalimbali, matukio ambayo yaliamuliwa hovyo na mwamuzi wakati. Lakini tukio kubwa zaidi tunalizungumzia ni bao lilofungwa na timu ya Silver Striker lilokuja kukataliwa. Kuna pigo lilopigwa na ilitokea ni mpira wa kurusha, naweza nikasema hivyo. Kuna mpira ulitokea ni wa kurusha kuelekea katika lango la Yanga. Ilikuwa ni kipindi cha kwanza, zilikuwa ni mapema kabisa katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, na mpira huo ukaja katika eneo la zoni ya 18 ya klabu ya Yanga, na mchezaji wa timu ya Silver Striker akaupaisha mpira huo na kuingiza kambani, lakini kukawepo na mgusano mdogo baina yake na goalkeeper, na ukitazama kwa makini ni kama hawakugusana vizuri, lakini mwamuzi wakati akasema kwamba mchezaji huyo amemchezea madhambi goalkeeper wa Yanga. Lakini ukija kutazama hakukuwa na mgusano unaweza kupelekea foul. Usisahau ni mpira wa miguu, sio kwamba tusishikane hapo. Naweza nikasema hivyo kwa namna moja au nyingine, mgusano haukuwa ni wenye kuleta madhara ya kusababisha foul. So Silver Striker wakawa wamepata bao, lakini mwamuzi akaja kulikataa kwa kuwa akadai kwamba mchezaji kamchezea madhambi goalkeeper wa klabu ya Young African. So kama bao hilo lingekubaliwa, klabu ya Yanga Sports Club wasingefuzu kwa sababu uwiano wa mabao 2-1 hii ilikuwa inawanufaisha zaidi kwa faida ya bao la ugenini timu ya Silver Striker. So mchezo kumalizika hivyo na timu ya Silver Striker wakakosa kufuzu kwenda hatua ya makundi baada ya kukataliwa bao ambalo lilikuwa ni la wazi kabisa. So kwa mujibu wa kutazama na marejeo ya video kabisa ambayo inaonekana ni kwamba klabu ya Silver Striker walinyimwa na kunyongwa bao la wazi kabisa. Haya ndio yamekuwa ni baadhi ya matukio na ambayo yamesababisha matokeo ya upande mmoja kuumia na upande mwingine kufaidika. Unadhani haya yote ni vipi yatakuja kuisha? Je, unadhani na hatua hizi za mtoa
michuano iwekwe VAR kama ilivyo kwa robo finali, nusu finali na finali, na Yanga kunufaika kwa makosa ya maamuzi. Jambo hilo tunalizungumziaje? Shaka katika upande comment section. See you next time. Bye bye.